Kila mmoja na aseme. Tusimame tuweze kuomba. Tunakushukuru Baba kwa ajili ya watu wako, watumishi wako, wachungaji wetu na viongozi wetu. Asante kutuleta pamoja kwa mara nyingine tena katika kutuendeleza, kutuinua na kututia moyo na kutia changamoto kadhalika. Tunakuomba Bwana ya kwamba neno lako litapata mahali sahihi katika kila moyo jioni ya leo kwa jina la Yesu. Na neno lako litazaa matunda katika kila moja ya maisha yetu. Ondosha kila kitu mioyoni mwetu, ondosha katika tabia zetu kizuiacho kuzaa matunda kwa jina la Yesu. Uwe pamoja na kila mmoja watu wako jioni ya leo. Asante kwa kuwa tunajua kuwa umetujibu. Kwa jina la Yesu tumeomba. Amen. Twaja kwenye kitabu cha Yuda sura iliyo moja tu, sura ya kwanza, na kusomea mstari maarufu wa 3. Anasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Sehemu hiyo ya mwisho anasema ilikuwa ni lazima, ilikuwa ni muhimu. Nilishurutishwa na Roho wa Mungu. Kulikuwa na msongo katika utu wa ndani ya kwamba niwaandikieni na kusisitiza kwenu, ili kwamba ninyi hasa kama mtumishi muweze kuishindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Jioni hii ya leo tunaangalia ujumbe agizo la kuishindania imani. Agizo la kuishindania imani kwa bidii. Kuishindania imani kwa bidii. Waraka wa kwanza wa Timotheo sura ya kwanza. Waraka wa kwanza kwa Timotheo sura ya kwanza mstari wa 3. Na kama vile nilivyokusihi ukae Efeso nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia, ili uwakataze wengine au waagize wasifundishe elimu nyingine. Umepewa agizo na unalipeleka hilo agizo kwa walio chini ya uongozi wako. Waagize kwamba wasifundishe elimu nyingine. Katika waraka wake wa pili sasa, sura ya 4, tuanzie mstari wa 1. Na kuagiza mbele za Mungu, sio agizo la kisiri kati ya mtume na mchungaji Timotheo. Hili ni agizo lilo mbele za Mungu na mbele za Bwana wetu Yesu Kristo. Agizo linakuja hili: na atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Hili ndilo agizo sasa. Lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Hii hapa ndiyo sababu ya agizo. Maana utakuja wakati watakapoyakataa, Kiingereza nasema watakaposhindwa kuyavumilia mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe, matashi ya kijuujuu kwa ajili ya neno, kwa ajili ya huduma, watajipatia walimu makundi kwa kuwa na masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Hiyo ndio sababu ya agizo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Timiliza huduma yako. Ni kwa nini agizo hili laja?
kwa sababu Kristo yeye mwenyewe ametuambia ya kwamba katika nyakati za mwisho, karibu kabisa na mwisho wa wakati, atakapokuja kwa mara ya pili, patakuwa hakuna uamsho wa kweli, uamsho wa mafundisho yenye uzima, uamsho wa kuishi kwa uadilifu. Kutakuwa na uamsho wa uharibifu, kutakuwa na uamsho wa kukubaliana, kutakuwa na uamsho wa kutokutii Injili na kukengeuka. Mathayo 24 mstari wa 11. Na manabii wengi wa uongo watatokea karibu na mwisho, kama ambavyo Bwana anakaribia kuja, na huo wakati unakaribia. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi, na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi, upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Mstari wa 24 Mathayo, karibu na wakati wa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, hili ndio ambalo litakwenda kutokea. Tena nasema kutatokea manabii wa uongo, nao wataonyesha ishara kubwa na maajabu. Hata kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu, wapate kuwapoteza yamkini hata walio wateule. Na ndio maana agizo linakuja kwako na linakuja kwa upya kwangu na kwako na kwa kila mmoja, kwamba huu ndio wakati wa kukiinua kiwango, na kuishindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Mstari wa 25, tazama nimekwisha kuwaambia mbele. Mstari wa 34 anasema, amin nawaambia, kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Bwana anatuambia ya kwamba hapatakuwa na mafundisho mapya kutoka kwa Kristo. Hapatakuwa na kitu ambacho hakuwa amekisema awali, hakuna ambalo hakulifundisha awali, hakuna ambalo Roho wa Mungu alikuwa hajalisisitiza hapo awali. Anasema kutakuwa na jambo jipya linalokuja kutoka juu mbinguni. Kama kuna kitu kinaonekana kuwa ni kipya, kinatoka kwa Shetani, yeye ambaye ni adui wa ile kweli. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Kutakwenda kuwa na ukengeufu, kuchepuka kutoka katika ile kweli wakati wa karibia kuja kwake Bwana. Wathesalonike wa pili sura ile ya pili. Wathesalonike wa pili sura ya pili. Hapo na kusomea kuanzia mstari wa kwanza. 2:1. Basi ndugu, tunakusihini kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia, wala msisitushwe kwa roho, wala kwa neno, wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwapo. Mtu awayote asidanganye kwa njia yoyote, maana hiyo haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu kwanza. Usipokuja kwanza ule ukengeufu kutoka mafundisho yenye uzima, kutoka katika ile kweli, huko ndio katakatokea kwanza. Alafu ndipo Bwana atakapokuja ili kuwakusanya pamoja na kuwatoa wale ambao wamesimama na watu wale ambao wamesimama kuishindania imani ambayo wamekabidhiwa watakatifu mara moja tu. Anatuambia isipokuwa kwanza kuna kule kukengeuka, alafu yule pingamizi, yule mwana wa uharibifu, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa uasi, mwana wa uharibifu. Na ndio maana lazima tushike sana kile tulichokuwa nacho. Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 13 anasema, shika kielelezo cha maneno yenye uzima,
uliosikia kwangu katika imani na upendo ulio katika Kristo Yesu. Ilinde ile amana nzuri, ile imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu, ile amana nzuri kwa Roho. Ilinde kwa Roho Mtakatifu akaae ndani yetu. Yuda mstari wa 3 tena. Yuda 1:3. Yuda 1:3 anasema ilikuwa ni lazima niwaandikie, imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Agizo kuishindania imani kwa bidii, kuishindania imani kwa bidii. Mambo matatu tunaangalia. Jambo la kwanza, utambuzi wa binafsi wa imani iliyokabidhiwa watakatifu. Lazima wewe uisikie hiyo kweli, lazima uitambue hiyo kweli, lazima uiamini hiyo kweli, lazima uipokee, na lazima uwe umejitoa wewe mwenyewe katika kuihubiri kabla sasa ya kuweza kuwa na hilo agizo la kuishindania imani binafsi, kutambua binafsi ile imani waliokabidhiwa watakatifu. Kipengele cha pili, kuishindania imani kwa bidii iliyotangazwa na Mwokozi. Imani ile jumla ya kweli, yale mafundisho, yale maelekezo, ule utimilifu wa ile kweli ambayo Kristo alisisitiza, na ya kwamba alisema Roho Mtakatifu atakapokuja yeye atakudhihirishia mambo yote ambayo yamedhihirishwa katika nyaraka. Sasa kwa shauku tukishindania hiyo imani iliyotangazwa na Mwokozi. Kipengele cha 3, kung'ang'ania bila ya kuchoka, kwa kudumu, sio kufanya alafu naacha, fanya unaacha. Kung'ang'ania kuhifadhi imani iliyoelezewa katika maandiko, imefafanuliwa katika maandiko, imezungumzwa katika maeneo, imefunuliwa kwetu katika maandiko. Na kuhifadhi kwa kung'ang'ania imani iliyoelezewa, iliyoainishwa katika maandiko. Tuje kwenye kipengele cha kwanza, utambuzi wa binafsi wa imani waliopewa wateule au watakatifu. Yuda 3. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, wokovu ambao ni wa kila mmoja, wokovu ambao unapatikana kwa kila mmoja, wokovu kwa Wayahudi na wokovu kwa mataifa, wokovu kwa ajili ya karne ya kwanza na zile karne zote hadi Kristo atakapokuja. Wokovu ule kupitia katika Mwokozi yeye yule uliotolewa, wokovu uliotolewa na msalaba ule pale Kalvari. Nilifanya bidii yote kwa moyo wangu wote na kwa shauku yangu zote na kwa kila nilichokuwa nacho ndani yangu, na wala sikusaza ujuzi wangu au msimamo wangu wowote ule, sikusaza maarifa yangu yoyote yale kwa jambo lingine. Nilileta kila kitu nilichokuwa nacho na nikafanya bidii yote kuandikieni juu ya jambo hili la muhimu na la lazima la wokovu ambao upo kwa ajili ya kila mmoja. Anasema ilikuwa ni lazima, ilikuwa ni muhimu kwangu mimi kuweza kuandikieni na kuwaonyeni kwamba muishindanie imani kwa bidii waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Sasa lazima tutambue, kabla ya kuweza kushindania
wawezaje kuwa na kushindania kitu na kukipigania kitu na kukitetea kitu ambacho wala hukielewi? Lazima ukielewe kinaganaga. Hatuwezi kushindania, hatuwezi kutetea kitu ambacho hatukielewi au hatukitambui. Kwanza lazima tuweze kushawishika juu ya ile imani. Ndiyo. Kama wewe mwenyewe ukushawishika sawa sawa, huwezi ukatoka na kuweza kuhatarisha maisha yako na alafu ukaingia katika eneo la hatari na kushindania kitu ambacho kushawishika nacho. Haiwezekani. Kwa jambo la kwanza lazima uwe umeshawishika kisawa sawa. Lakini jambo la pili, lazima uwe umeokolewa kwenda katika imani. Utahatarishaje maisha yako? Alafu uende kwa mataifa, alafu uende kwa watu wa kidini tu, alafu uende kwa watu ambao hata wanaweza wakakufunga. Utakwendaje kwa hao watu na kuambia juu ya ile imani ya wokovu na ile imani ya utakatifu na ile imani ya ile ukamilifu wa kweli yote ya neno la Mungu, kama wewe mwenyewe hujaweza kuokolewa kwayo? Unawezaje kuhatarisha maisha yako wewe kushindania imani ya namna hiyo ambayo huitambui wewe mwenyewe sawa? Lazima uwe umeshawashika kikamilifu juu ya imani. Lazima wewe mwenyewe uwe umekwisha kubadilishwa na hiyo imani. Lazima wewe mwenyewe umejitoa kwa hiyo imani. Huwezi ukajitoa wewe mwenyewe kwa moyo mzima. Huwezi ukajitoa wewe mwenyewe katika undani wote na kwa nje yako. Na huwezi kujitoa wewe mwenyewe katika mazingira ya hatari na kutetea kitu hicho kama wewe mwenyewe kwa ndani hujaweza kujitoa kikamilifu kwa hiyo imani kwamba ndio njia pekee ya wokovu. Utawezaje kusisitiza kwa watu wa familia yako wakati ambapo unajua kwamba wao pia ni watu wa kidini tu, wanaenda kwenye aina moja fulani ya kanisa, wanasoma wanachokiita Biblia yenyewe kweli, lakini hawajaweza kuokolewa kwa hiyo Biblia wanaoisoma, na wanaendelea tu namna hiyo. Na kama Biblia kweli ni kweli, na kama kweli bila ya utakatifu hakuna mtu atakayemuona Bwana, kama nionavyo watu hawa, japokuwa wanadai kwamba wanayo dini, lakini hakuna namna ya kufika mbinguni kama Biblia ni kweli. Kama ukujitoa kwa ile imani kwamba ndio njia pekee ya wokovu, hakuna namna ambavyo unaweza kuishindania hiyo imani ambayo wamekabidhiwa watakatifu mara moja tu. Lazima uweze kuwa na uthabiti na uhakika wa ule ukamilifu na ule utoshelevu wa hiyo imani. Ndiyo. Kama wewe mwenyewe huamini kwamba ulichokuwa nacho ndicho tukitoshelevu na kiko kamili, na kama wewe unadhani kwamba una sehemu tu ya ile kweli, na pengine wale wa upande ule mwingine nao wana sehemu fulani ya ule ukweli, na wale watu wa dhehebu fulani nyingine nao wana sehemu ka ile kweli, kama wewe huna uthabiti na uhakika juu ya ile imani ambao walikabidhiwa watakatifu mara moja tu, ya kwamba hiyo imani ipo kamilifu na iko toshelevu kwa kila kitu tunachokihitaji duniani, na toshelevu kututoa kwenda mbinguni. Kama na wewe huna uthabiti huo, huwezi ukaishindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kama wewe kama wewe si mwenye kuhesabu kuwa imani yako ni kuu kuliko maisha yako, huwezi ukamwaga damu yako, huwezi ukapoteza marafiki zako, huwezi ukapoteza hela yako, huwezi ukapoteza chochote kile ambacho na kihesabu kiko juu zaidi kuliko fedha, kuliko imani. Ni pale ambapo unakuja kuwa na ule ufahamu na unahesabu imani yako, ile ujumla wa ile kweli, yale mafundisho, ile neno la Mungu, Biblia, ile agizo ambalo tumelipewa, na kwamba hii njia ya wokovu, njia hii ni ya juu zaidi, ni kuu zaidi kuliko kitu kingine chochote ulichokuwa nacho hapa duniani. Hapo ndipo tu unapoweza kuacha vitu vingine vyote. Kama wakitaka kuvichukua, wanaweza kuvichukua. Ile heshima unayopata kutoka kwa watu, ile kukubalika ulikokuwa na kwa watu, ile staha, chochote kile ambacho watu wanakifukuzia, kama wewe huna kule kushawishika
ya kwamba imani hii ni juu kupita kitu kingine chochote kile duniani. Hakuna namna ambavyo unaweza kuishindania imani kwa bidii waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Haitawezekana. Lazima kuwe na kule kutambua, lazima kuwe na kushawishika, lazima kuwe na mageuzi, lazima kuwe na kujitoa, lazima kuwe na kujiweka wakfu, na lazima kuwe na uthabiti, lazima kuwe na kuhesabu mambo yote kuwa mavi na takataka kabla ya kuweza kusema kwamba sasa naishindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Amen. Lakini anazungumza nini sasa anapozungumza imani? Imani, angalia mstari ule tena, anasema imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba mwishindanie imani waliokabidhiwa. Mwishindanie imani. Ipi imani? Matendo 6:7. Matendo 6:7. Tuanzie mstari wa 7. Neno la Mungu likaenea na hesabu ya wanafunzi ikazidi sana katika Yerusalemu. Jamii kubwa ya makuhani wakaitii ile imani. Imani anaita upande wa kwanza, sehemu ya kwanza anaita neno la Mungu. Neno la Mungu. Neno la Mungu. Alafu katika sehemu ya mwisho ya aya hiyo anaita ile neno la Mungu kuwa ni imani. Ile imani. Angalia Matendo ya Mitume sura ya 13. Imani. Matendo 13 mstari wa 7. 13:7. Ambaye mtu huyo alikuwa pamoja na liwali Sergio Paulo, mtu mwenye akili. Yeye liwali akawaita Barnaba na Sauli waje kwake, akataka kulisikia le neno la Mungu. Alitaka kulisikia neno la Mungu. Lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Mstari wa 7 ni neno la Mungu ambalo lile liwali alitaka kulisikia. Mstari wa 8 anazungumza juu ya ile imani. Matendo ya Mitume 14. Matendo ya Mitume 14 mstari wa 21. Matendo 14:21. Anasema hata walipokwisha kuihubiri Injili, neno la Mungu, habari njema kwa mji ule, na kupata wanafunzi wengi, wakarejea mpaka Listra na Ikonio na Antiokia, wakifanya imara roho za wanafunzi na kuwaonya wakae katika ile imani. Walichowafundisha ilikuwa ni neno la Mungu, habari njema. Sasa walitaka waendelee katika ile neno la Mungu, na mstari wa 22 anatuambia pale ni ile imani. Ile imani. Matendo ya Mitume 16 mstari wa 4 na 5. Anasema basi walipokuwa wakipita kati ya miji ile, wakawapa zile amri zilizoamriwa na mitume. Maneno yaliyoandikwa yanayozungumzwa pale kama amri, kwa sababu wale wajumbe waliokuwa na beba neno lile kwa wale makanisa ya mataifa hawakupaswa kubadilisha neno lolote lile, au silabi yoyote ile au nukta yoyote ile katika ile neno waliokuwa nalo. Ilikuwa ni kama amri kutoka juu mbinguni, amri ambayo ilikabidhiwa katika mikono ya mitume, neno lililoandikwa ambalo lililoamriwa na mitume na wazee walioko Yerusalemu ili wazishike. Makanisa yakatiwa nguvu katika ile imani. Yale maneno, zile amri ambazo walipewa ziliwathibitisha, ziliwaimarisha katika lile neno, ziliwaimarisha katika ile imani. Imani
ndio utimilifu wa neno ambalo ambalo tumekabidhiwa. Matendo ya Mitume 24. Matendo 24 na 25. Matendo ya Mitume sura ile ya 24. Baada ya siku kadha wa kadha, Feliki akafika pamoja na Drusila mkewe aliyekuwa Myahudi, akatuma kumwita Paulo, akamsikiliza kwa habari za imani iliyokuwa kwa Kristo Yesu. Habari za imani iliyo kwa Kristo Yesu. Mstari wa 25. Na Paulo alipokuwa akitoa hoja zake katika habari za haki na kuwa na kiasi na hukumu itakayokuja, hiyo ni sehemu ya imani, alitaka kusikia kuhusiana na ile imani. Paulo katika kuileta ile imani kwake akazungumza juu ya haki. Na ile haki ya binafsi haiwezi kumtosha. Ni ile haki ya Kristo ambayo imehesabiwa, tumekabidhiwa, imewekezwa ndani yetu, ndio itakayoweza kufanya kazi. Ni ile haki ya imani itakayoweza kutenda. Na baada ya hapo tunapokea hiyo haki na tunaishi katika ile haki ambayo ni kuu kuliko ile haki ya waandishi na Mafarisayo. Na kuwa na kiasi na kudhibiti kila kitu katika kuwa na kiasi, kudhibiti viungo vyako, macho yako, ulimi wako, kila kitu, na halafu hukumu itakayokuja. Feliki akafanya hofu, akajibu. Kama ingelikuwa ni imani tu ya uponyaji, hakuna cha kutetemeka. Kama ilikuwa ni imani ya kuweza kupata pesa na mafanikio, hakuna cha kumtetemesha kwa sababu ya hayo. Lakini ile imani, neno la Mungu, akatetema, akaogopa, akawa na hofu, akajibu, akasema, sasa enenda zako, nami nikipata nafasi nitakuita tena. Wakolosai sura ya kuanzia ile mstari wa 23. Wakolosai, waraka kwa Wakolosai sura ile ya kwanza mstari wa 20. Na kama mkidumu katika imani na mkiwa imara, na kama hamtaondoka katika tumaini la Injili. Anazungumza juu ya ile imani. Sasa na itakuwa ni habari njema ambayo mlisikia, le neno, le shauri la Mungu, ambayo ilihubiriwa kwa kila kiumbe kilicho chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nimefanywa kuwa mtumishi. Hiyo ndio imani. Turejee tena katika Yuda sura ya kwanza mstari ule wa 3. Anatuambia Yuda 1:3. Hapa anatuambia, nilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Neno lile kutolewa ambalo walikabidhiwa watakatifu, na wale watakatifu wametunza ile imani, wamehifadhi ile imani na wamethibitisha ile imani, na sasa wametukabidhi na sisi pia, na ni letusie sasa kuweza kuendeleza na kushindania na kuhifadhi ile imani ambayo kwanza walikabidhiwa kwa watakatifu mara moja tu. Sio imani iliyokabidhiwa kwa wenye dhambi, ili kwamba kwa hivyo wenye dhambi hawaweze kuja katika meza ya pamoja na wateule na kusema kwamba hebu tuzungumze juu ya imani. Hapana, huna fungu katika hilo. Hayakupatiwa wasioamini. Kwa hivyo wasioamini hawawezi kuja na kusema, jamani, hebu njoo tuongelee juu ya hii imani ya wokovu. Hapana, huna fungu katika imani hiyo. Haikutolewa kwa watu wa kidini tu ambao hawajaokolewa bado. Sio imani ambayo imetolewa kwa watu ambao hawajageuzwa, sio wateule wa Mungu. Kwa hivyo watu wa kidini katika jamii hawawezi kuja kwetu na kusema hebu tukae tuongelee habari za imani hii na kuambiana mmoja kwa mwingine cha kuhubiri ambayo tutatufanya tuweze kujihisi kwamba tuko wamoja. Hapana, huna fungu katika hili. Ilikuwa imekabidhiwa kwa watakatifu, na hao watakatifu ndio ambao waliwakabidhi wateule wengine, na wateule wa leo wamepokea, na wale wateule wa leo
Kama asilani watakwenda kuwakabidhi wengine, na wao wanawakabidhi wateule wengine. Hatuwapatii wenye dhambi wa kawaida. Wenye dhambi waweze kuitwaa le neno la imani na kwenda kuwahubiri watu wengine. Hapana. Imekabidhiwa watakatifu tu. Angalia Luka, kipengele kizuri hichi. Luka 1:21 mstari wa kwanza. Anasema kama ambavyo wengi, kwa kuwa watu wengi wametia mikono kutunga kwa taratibu habari za mambo yale yaliyotimizwa katikati yetu, yale mambo yale, kama kutoka toba kwenda kuzaliwa mara ya pili, kuja katika urejesho, kufika katika haki na kwenye kile kiwango cha neno la Mungu juu ya maisha ya makamilifu ya Kikristo, kwa kuwa na hakufikia kile ambacho kiumbe kipya anapaswa kuwa katika Kristo, ambaye ndiye utoshelevu wetu, jemedari wa wokovu wetu, hadi kwa Kristo Yesu ambaye amezaliwa na Bikira Mariam, na Kristo ambaye aliishi maisha matakatifu, na Kristo ambaye ametupatia mafundisho yote ya agano hili jipya, Kristo ambaye alifika Golgotha, Calvary, Kristo ambaye alimwaga damu yake kwa ajili ya wokovu wetu, mambo ambayo yaliaminiwa katikati yetu, Kristo ambaye alifufuka katika wafu, na Kristo ambaye aliwatokea wanafunzi wake kwa uthibitifu mwingi hizo siku zote 40, Kristo ambaye alipaa juu mbinguni, Kristo ambaye alizungumza juu ya kuzimu, jehanamu, na akazungumza juu ya mbingu, Kristo ambaye alizungumza juu ya unyakuo. Nyumbani kwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia, nami nitakuja tena kuwapokea. Na Kristo ambaye alizungumza juu ya ile dhiki kuu, utakapoona yale machukizo yote yaliyoandikwa na Danieli, anasema angalieni kwamba ule mwisho umekaribia. Kristo aliyezungumza juu ya ujio wake wa pili, Kristo ambaye amezungumza juu ya utawala wake, kutawala kwake katika ufalme wake, Kristo ambaye amezungumza juu ya jehanamu ambayo ni ya milele, na mbingu ambayo kadhalika ni ya milele, yale mambo ambayo yameaminiwa kati yetu. Mstari wa pili, kama walivyotuhadithia wale waliokuwa mashahidi, waliotuhadithia sisi wateule, yale maneno makamilifu, ule ufunuo mkamilifu, waliotuhadithia wale waliokuwa mashahidi wenye kuyaona, na watumishi wa lile neno tokea mwanzo. Walitupatia na ni mashahidi tokea mwanzo. Warumi sura ya 6. Warumi, imani, ule ujumla wa ile kweli, mafundisho, ule utimilifu wa mafundisho waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Warumi sura ya 6 mstari wa 17 anasema, lakini Mungu na ashukuriwe, kwa maana mlikuwa watumwa wa dhambi, lakini mlitii kwa moyo ile namna ya elimu ambayo mliwekwa chini yake. Hiyo ndio imani, na hilo ndilo neno ambayo liliwekwa chini yake. Wakorintho wa kwanza sura ya 11 mstari wa 2. Wakorintho wa kwanza 11:2 anasema, sasa basi nawasifu kwa sababu nimewakumbuka katika mambo yote, nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyowatolea. Unayashika yale mapokeo kama nilivyowakabidhi, huboreshi kama nilivyowatolea, hubadilishi, hugeuzi. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa kwanza, basi ndugu zangu na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana naliwatolea ninyi, yametolewa kikamilifu, kiujumla wake kikamilifu, pasipo
kuwa na uchaguzi na kuchuja na kuchambua, kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyoyapokea mimi mwenyewe, nimepokea kutoka kwa Bwana, nami nimewakabidhi hayo ninyi. Alafu anaendelea, anatuambia juu ya kile ambacho alikuwa amewapatia. Ile imani ndilo shauri zima la Mungu, ndio mafunuo mazima ya maandiko matakatifu. Tunaambiwa katika Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 14. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 14 anasema bali wewe ukae katika mambo yale uliofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao umejifunza kwao ule ujumla wa ile kweli uliojifunza, na ya kwamba ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko ile na ndicho ambacho alikitoa, na ndicho ambacho nakutia moyo kwamba tuishindanie ile imani na ile jumla ya ile kweli tuliyopewa. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Kipengele cha pili sasa. Kipengele cha pili, kuishindania imani kwa bidii iliyotangazwa na Mwokozi. Twende tena katika Yuda mstari wa 3. Wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, niliona imenilazimu kuandikia ili niwaonye kwamba muishindanie imani, muipiganie imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Tuishindanie kwa bidii ile imani waliokabidhiwa, iliyotangazwa na Mwokozi. Angalia neno pale, anasema muishindanie kwa bidii. Kwa bidii, mkifanya bidii, ile neno bidii, kwa makini, kwa shauku. Yani unapaswa kushindania imani hii si kwa moyo uliogawanyika, na wala si kwa ulegevu, na wala si kwa nguvu zako nusu, na si kana kwamba unalalalala kabla unasinzia. Hapana, si kana kwamba umesahau zile dondoo za ile imani yote, na unakuwa unapiga unapapasa tu. Unafanya hii kwa bidii, na maana ya kwamba jambo la kwanza kwa makini, na jambo la pili na maana ni kwamba unafanya kwa shauku, na maana jambo la tatu unafanya hivyo kwa moyo mzima, moyo wote. Moyo wako umezama humo, akili yako imezama humo, damu yako imefurika humo, kwa bidii, kwa moyo mzima, ukishindania ile imani ambayo umekabidhiwa watakatifu mara moja tu. Ina maana ya kwamba pasi na kuyumba, wewe huondoshwi na changamoto yoyote. Ndiyo, hupulizwi huku na kule na upepo wowote ule upiga uvumao. Una hakika, una uthabiti, na kwa sababu ya uthabiti huo unashindania pasipo na kuyumba. Na maana ya kwamba jambo la tano, una shauku. Kama una shauku juu ya jambo lote lile asilani, na umehamasika na umeweka kila kitu ambacho unakipata, na ile shauku imekukubika, hili ndio eneo moja ambalo kwa shauku kubwa unapaswa kulishindania. Na maana ya kwamba ni kwa ujasiri. Kama huyu ujasiri, na watu ambao unazungumza nao, na watu ambao unashindana nao kuhifadhi ile imani, kama wakiona ya kwamba we mwenyewe si jasiri, ni mwoga, mtu
unatetema na uweki kila kitu mezani, hawezi kuamini, na unashindania kwa bidii. Jambo la 7, unashindania kwa kutokukubaliana. Watakuambia kwamba basi sawa, tunakubaliana mpaka kiwango hiki hapa, mpaka hatua hii, lakini baada ya hapo hapana bwana. Sasa Musa, ni wangapi watakao kwenda pamoja nanyi? Musa akasema kila tulichokuwa nacho katika nchi tutakwenda nacho. Sasa Musa, hebu jiangalie vizuri. Watu wako wanaume wanaweza wakaenda, wanawake wanaweza wakaenda, na chukua na watoto wako hao, sawa? Hiyo basi. Na Musa akajibu akasema, wanyama wote, kila kitu tulichokuwa nacho katika nchi hii tunachukua, wala hakuna hata ukwato mmoja utakaosalia. Bila kukubaliana, ya kwamba unajua kwamba hakuna kasehemu kadogo kama fundisho, wala hakuna eneo ambayo haina kazi ya imani. Hakuna kitu ambacho unasema hiki kwa ajili ya umoja, jamani, kwa ajili ya kuelewana, basi tunaacha hili na tunakaa kimya juu ya hili, hautasitiza juu ya lile tena. Hapana, unashindania ile imani bila ya kukubaliana. Alafu jambo la 8, unaishindania ile imani kwa ufanisi. Kama unakwenda katika vita, unasema ya kwamba umekwenda katika vita na kufanya vita, kama unarejea umeshindwa, ina maana hujapiga vita. Watu wengine wale wote wamevipiga vile vita na wamekuponda na wamekunyamazisha. Lazima ushindane kwa ufanisi, na lazima ushindane kwa kushawishika na kwa kushawishi. Maneno yako lazima yawe yenye kushawishi. Kile kiimbo cha sauti yako lazima kiwe na kushawishi. Msimamo wako, muonekano wako lazima uwe na kushawishi tele. Unaisimamia ile kweli na unasema hii ndio njia, na ni njia pekee ambayo inatufikisha mbinguni. Basi, na hata namna unavyosema lazima ionyeshe ya kwamba inashawishi. Unasema na unashindania kwa kushawishi, na unashindania daima. Uchoki, si mchovu mpaka pale ambapo damu yako sasa imekuwa baridi katika mwili wako, na una sauti nyingine sasa, na umekwenda upande ule mwingine. Bado unaendelea kushindana daima bila hofu mpaka utakapovuka ng'ambo. Kama ukiogopa adui, atachukua nafasi hiyo, atasukuma mafundisho yake ya uongo, akatia kwenye koromeo lako, lakini unashindania bila hofu na unashindana kwa uaminifu. Yeye ashindanaye kwa ajili ya machezo lazima atashindana kwa halali, kwa uaminifu. Angalia aya ile tena, Yuda 3. Wapenzi, anazungumza na waamini wote, waamini wa kweli, si watumishi tu. Anazungumza na sisi kadhalika, hasa watumishi. Anasema, wapenzi, nilipokuwa nikifanya bidii sana kuandikia habari ya wokovu ambao ni wetu sisi sote, naliona imenipasa kuandikia ili niwaonye kwamba mshindanie kwa bidii imani. Ile neno pale kushindania, pigania. Unapigania ili kuitunza ile imani. Unapigana na shetani, na unapambana na pepo wabaya. Unapigana dhidi ya falme na mamlaka. Unapigana dhidi ya mawakala wa shetani. Unapigana na watu wa kidini ambao wametumwa ili kufanya wewe uweze kutia maji ile imani. Anasema unashindana ili kuitunza, unapambana ili kuhifadhi. Ni vita. Angalia wana wa Israeli walipopigana na kuitetea ile milki yao, ule umiliki wao wa milki yao, hawakuweza kukuachilia. Anasema unapambana ili kuweza kuhifadhi. Unashindania na maana ya kwamba kutetea dhidi ya uharibifu. Kuna watu ambao wataleta uharibifu kwenye neno la Mungu. Kuna watu ambao wataka kuleta uharibifu yale mafundisho ya neno la Mungu. Ndio. Watataka watupatie nusu injili. Wanataka tuwe na nusu injili ambayo ni injili batili, sio bandia, batili.
ukiondoa toba kutoka katika injili na ukaacha imani tu pale, watu hawajui cha kuamini. Kama hakuna kushawishika, kuchoma kwa ajili ya dhambi, hakutakuwa na toba ya kweli, na ile imani haitakuwa halisi. Kwa hivyo lazima uweze kuitetea ile imani dhidi ya uharibifu wowote ule. Unalinda kutoka kwa adui. Kuna maadui wa haki, kuna maadui ambao wakati wowote unapolisikia neno, wanaposikia neno lile, mafundisho, wanakutwa wana hasira ndani yao. Wanasema kama tutakuwa marafiki, wanasema kama tutakwenda kutembea pamoja, lazima uache kutumia ile neno. Hilo neno linawapatia, wanapatia tumbo la kuhara, linawapatia tumbo la kuuma, na wanakuwa kana kwamba hakuna umoja kwao. Na yale mafundisho ambayo ametupatia Mafarisayo, nao pia walikuwa na mafundisho, na Yesu akasema jihadharini na mafundisho ya Mafarisayo. Paulo mtume anasisitiza juu ya mafundisho. Mafundisho ni kitu gani? Mafundisho ya wokovu, mafundisho ya haki, na mafundisho ya utakaso, mafundisho ya ndoa, mwanaume mmoja mke mmoja hadi kifo kinapowatenganisha. Ndiyo, kuna mafundisho, na utataka kuyatetea yale mafundisho kutoka maadui wa imani. Jambo la 5, kushindania ina maana ya kwamba ni kudumisha ile imani kwa gharama yoyote ile. Kudumisha ile imani kwa gharama yoyote. Unapoteza marafiki, ndiyo, hiyo ndio gharama mojawapo. Wacha waende. Unapoteza watu ambao watasema huyu bwana tulikuwa tunampenda, huyu tulikuwa tunamkubali, huyu bwana tulikuwa tunamheshimu sana, huyu bwana, lakini sasa amekuwa ni mwenye mawazo makali sana, na amekuwa mfinyu sana. Yeye saa yote ni Biblia tu, na wala hana urafiki na wenye dhambi, hana urafiki na watu wenye madhehebu mengine. Huyo mtu sio rafiki. Huyo sio mtu kama mchuuzi wa biashara atakaye kuonyesha upande huu na kuonyesha upande ule. Huyu lazima tushindanie na kuitetea imani kwa gharama yoyote ile. Ina maana gani kushindania? Ni kuilinda ile imani kutoka kwa mpinga Kristo. Kinge imani na mpinga Kristo. Kuna wapinga Kristo wengi ambao wamekuwa duniani. Kuna wapinga Kristo, wapingaji maandiko, wapingaji wa utakatifu, wapingaji wa haki. Tunapaswa kuikinga imani kutoka katika wapinga Kristo. Tunapaswa kuwa macho dhidi ya unajisi. Lazima tuwe makini juu ya tone lolote ile la sumu ambalo linakuja katika ile bilauri na kikombe cha maji safi. Tunapaswa kuwa macho dhidi ya unajisi. Kushindania ina maana gani? Ni kulinda ile imani kwa maisha yako yote. Ndio maana yake ya kwamba unashindania ile imani kwa bidii. Waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu, wewe unailinda imani kwa uhai wako wote, na kadhalika. Na maana ya kwamba unasimama thabiti, unasimama imara dhidi ya kila aina ya mashambulizi ya hila, mashambulizi ya chini. Kuna watu ambao wanapofanya mizaha, kuna watu ambao wanapofanya kejeli, kuna watu ambao katika mizaha yao wanachojua ni kufanya mizaha juu ya utakatifu. Wanatamka kwa namna ya kejeli, utakaso. Wanatamka kwa namna fulani ya kejeli, ya kubeza, na wanasema na mimi nimetakaswa, na sawa nimetakaswa, sasa mimi sili hiki nyama, au wanajaribu kutupia tu usoni. Wanatumia maneno ya Mungu matakatifu ya maandiko katika namna ya kukejeli, kufanya mzaha na kupuuza ile neno la kweli. Na lazima usimame dhidi ya kila aina mashambulizi ambayo ni ya chini ya hila. Kwa maana ya kwamba kushindania ni kuweka salama dhidi ya wenye kupenyeza uovu. Ndivyo unapolinda nyumba yako. Unatumia vyombo mbalimbali vya umeme, unalinda nyumba yako kwa kutumia hata ulinzi wa wanadamu, ili kwamba wezi wasije na kuchukua chochote kile. Kushindania ina maana ya kwamba unatupilia mbali, unafukuza hatari.
kuna hatari ya kupoteza hiki na kupoteza kile, hadi kile ambacho ulicho nacho kinaonekana ni duni, hakina chochote, na kwa hivyo unaepusha hatari yoyote ile. Na chochote ambacho kinamong'onyoa imani yako, chochote ambacho kitapunguza ile nguvu ya imani yako na msimamo wako katika neno la Mungu, unalifukuzilia mbali hiyo mmonyoko ambayo inatishia. Unalinda, unachukua ulinzi wa kitahadhari, hatua za tahadhari. Ungojei mpaka wezi wanapokuja ndipo unajenga ukuta. Hapana, unachukua tahadhari na unalinda ile imani, ili kwamba pasiwe na mtu atakayekuja na halafu akalete unajisi na halafu akaligoshi na kuharibu kile ambacho tunakuwa nacho. Kwa neema ya Mungu tutatenda hivyo. Amen. Kushindania kwa ujasiri na bila kuyumba na kikamilifu, kwa moyo mzima tutashindania ile imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja, kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Na kusubiri amen yako kubwa hapo. Angalia neno hili kushindania. Kumbukumbu la Torati sura ya 2. Kumbukumbu 2:24. Anasema inukeni, vukeni mto Anon. Tazama nimekutia mkononi mwako Sihoni Mwamori, yule mfalme wa Heshboni mkononi mwako, na nchi yake anzeni kuimiliki. Mshindane naye katika mapigano. Mshindane naye katika mapigano. Amen. Mshindane naye katika mapigano. Amekalia, ni ya kwenu. Amekalia, nami nimemtia mikononi mwenu. Shindania naye katika mapigano. Ametupatia neno, na neno ambalo ametupatia ni neno la wokovu, na neno ambalo litawanusuru watu toka katika ile ziwa la moto. Na anasema shindania, weka safi, na hebu kusiwe na yeyote yule ambaye ataligoshi. Litunze, litetee. Anasema mshindane naye. Nehemia 13. Nehemia 13 mstari wa 15. Nehemia 13:15. Anasema siku hizo naliona katika Yuda watu wengine waliokanyaga mashinikizo ya mvinyo juu ya siku ya Sabato, na wengine waliochukua miganda na kuwapakia punda zao, tena na mvinyo na zabibu, tini na hizo namna zote za mizigo walioileta Yerusalemu siku ya Sabato, nami nikayashuhudia juu yao siku ile waliouza vyakula. Tena wakakaa huko watu wa Tiro walioleta samaki na biashara za kila namna, wakawauzia wana wa Yuda siku ya Sabato, na humo Yerusalemu. Mstari 17. Ndipo nikagombana na wakuu wa Yuda. Amen. Amen. Nikawaambia ni neno baya hili mnalolifanya ninyi na kunajisi siku ya Sabato. Ile siku ya Sabato walipaswa kuishika pasipokuwa na yeyote ile kuwafanya kukubaliana. Na Nehemia akasema, nikagombana na wakuu wa Yuda, nikawaambia, neno gani hili nalofanya ninyi na kuinajisi siku ya Sabato? Alafu anaendelea. Alafu anatuambia Nehemia sura ya 13 kuanzia mstari wa 23. Tena siku hizo nikawaona wale Wayahudi waliokuwa wameoa wanawake wa Ashdodi na Amoni na Moabu, na watoto wao wakanena nusu kwa lugha ya Ashdodi, wala hawakuweza kunena kwa Kiyahudi, bali kwa lugha ya watu hao
moja wapo. Alafu fanya nini? Mstari 15, 25, nikagombana nao. Walipoteza ule usafi wa ile lugha, na lugha ngeni na mawazo yakawa yanakuja sasa. Nikagombana nao. Mstari 26 anasema, je, Sulemani mwana wa Daudi hakufanya dhambi kwa kutenda hayo? Lakini katika mataifa mengi hapakuwa na mfalme mwingine mfano wake, tena alipendwa na Mungu wake. Mungu akamfanya mfalme juu ya Israeli. Walakini wanawake wageni, hata yeye kama hatu makini, hata yeye kama hatushindani, hata yeye wanawake Sulemani mfalme mwenye hekima, wanawake wageni wakamkosesha. Basi na sisi je, tuwasikilize ninyi kutenda neno hili baya, hata kumhalifu Mungu wetu kwa kuwaoa wanawake wageni? Tunahitaji kushindania hilo, kushindana, kupambana dhidi ya hilo. Wanawake wageni wasije katika kutaniko la wana wa Mungu kupitia kuoana kwa kufungiwa nira isivyo sahihi. Haitatokea hivyo kwa wanao. Mstari 28, na mwana mmoja wa Yoyada mwana wa Eliashibu kuhani mkuu alikuwa mkwewe Sanbalati Mhoroni. Basi anasema nini? Sema kwa sauti, basi nikamfukuza kwangu, nikamfukuzilia mbali kwangu. Hutakuwa rafiki na mkubalianaji, hutakuwa rafiki na mwenye kushusha viwango. Mithali 28, Mithali 28:4, Mithali 28:4, kushindania kwa bidii imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. 28:4 Mithali, wao waiachao sheria huwasifu waovu. Ndio, wanawasifu wenye dhambi. Ndio, wanawasifu warudi nyuma. Wanawasifu watu ambao hawasimami kiwima na kikamilifu na kwa uangalifu kwa neno la Mungu. Wao waiachao sheria huwasifu waovu, bali wao waishikao sheria hushindana nao. Hawakai kimya wanapoona uovu unapoingia. Hawakai kimya wanapoona mabaya yanakuja, wanapambana. Yeremia sura ile 28 mstari wa kwanza. 28:1 Yeremia, hata ikawa katika mwaka ule mwanzo wa kutawala kwake Sedekia mfalme wa Yuda, mwaka wa 4 mwezi wa 5, Hanania mwana wa Azuri nabii wa Gibeoni akasema nami ndani ya nyumba ya Bwana mbele ya makuhani na watu wote, akisema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, nimeivunja nira ya mfalme wa Babeli. Kabla haijatimia muda wa miaka 2 mizima, nitavirudisha mahali hapa vyombo vyote vya nyumba ya Bwana. Nehemia alikuwa ametabiri ya kwamba watu wa Yuda watakuwa na miaka 70 kule Babeli, na ni baada tu ya hiyo miaka 70 kupita ndipo ambapo dhambi zao zitakapokuwa zimeangaliwa na wametubu na wameomba, wanataka kurejea sasa, na watakwenda kuleta ile miungu ya nchi katika Yuda, ndipo Bwana atakapowarejesha na kuwapa nchi yao. Lakini huyu nabii akasema, ndani ya miaka 2 tu nitalete katika mahali hapa vile vyombo vyote vya nyumba ya Bwana, ambapo Nebukadreza mfalme wa Babeli aliviondoa katika mahali hapa akavichukua mpaka Babeli. Nami nitamrudisha hapa Yekonia mwana wa Yehoyakim mfalme wa Yuda pamoja na mateka wote wa Yuda waliokwenda Babeli, asema Bwana, maana
nitaivunja nira ya mfalme wa Babeli. Ndipo nabii Yeremia akamwambia nabii Hanania mbele ya makuhani na mbele ya watu wote waliosimama ndani ya nyumba ya Bwana. Naam, nabii Yeremia akasema, amina, Bwana na atende hivi. Bwana ayatimize maneno yako uliotabiri, kuvirudisha hapa vyombo vya nyumba ya Bwana na watu wote waliofungwa toka Babeli hata mahali hapa. Lakini natamani ulichokuwa unakisema kingekuwa ni kweli. Natamani unabii wako ungelikuwa wa kutumainiwa. Natamani kwamba makabiliano yako yangekuwa na thamani yoyote. Mstari wa 7, lakini lisikilize sasa neno hili nilisemalo masikioni mwako na masikioni mwa watu wote. Manabii waliokuwako kabla ya zamani zangu na zamani zako walitabiri juu ya nchi nyingi na juu ya falme kubwa, habari ya vita na ya mabaya na ya tauni. Nabii atabiri habari za amani. Neno la nabii yule litakapotokea, ndipo nabii yule atakapojulikana kuwa Bwana amemtuma kweli kweli. Ndipo nabii Hanania akaitwaa hiyo nira iliyokuwa juu ya shingo ya Yeremia, akaivunja. Naye Hanania akanena mbele ya watu wote akisema, Bwana asema hivi ndivyo nitakavyoivunja nira ya Nebukadreza mfalme wa Babeli kabla haujatumia muda wa miaka 2 mizima. Hakutaka kurekebika, bado alisimama kwa kile alichokisema. Na Yeremia akasema, Anania, wewe usemi neno la kweli, unawadanganya watu. Kwa nini mashindano haya? Hebu acha uongo. Na Hanania, ili kuonyesha kwamba alikuwa na hakika anachokisema, akaichukua ile nira ya mbao ya mti ilikuwa shingoni mwa Yeremia, akaivunja ili kudhihirisha ule nabii wake ambao alisema miaka 70. Ndipo naye basi nabii Yeremia akaenda zake. Ndipo neno la Bwana likamjia Yeremia baada ya Hanania nabii kuivunja ile nira iliyokuwa juu ya shingo ya Yeremia kusema, enenda ukamwambie Hanania ukisema, Bwana asema hivi, umeivunja nira ya mti, lakini badala yake utafanya nira za chuma. Maana Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, nimetia nira ya chuma juu ya shingo ya mataifa haya yote, ili wamtumikie Nebukadreza mfalme wa Babeli, nao watamtumikia, nami nimempa wanyama wa nchi pia. Kisha nabii Yeremia akamwambia nabii Hanania, sikia sasa, Hanania, Bwana hakukutuma, lakini unawaaminisha watu hawa maneno ya uongo. Utakwenda kuwasaidia kutubu. Unawaambia miaka 2 mambo yote yatakuwa sawa sawa. Unafanya mioyo yao kuwa migumu katika dhambi yao dhidi ya Bwana. Unawafanya kuweza kuwa na tumaini katika uongo. Basi Bwana asema hivi, tazama Hanania, na kutuma uende zako toka juu ya uso wa nchi. Mwaka huu utakufa, kwa sababu umenena maneno ya uasi juu ya Bwana. Basi Hanania nabii Hanania akafa mwaka huo mwezi wa 7. Alikwenda wapi baada ya mauti? Zungumza. Hanania amekwenda wapi baada ya kifo chake? Kama muongo, kaenda jehanamu. Naomba ya kwamba hutafundisha uasi, hutafundisha uongo, hutawafanya watu waamini mafundisho ya uongo, kuambia kwamba lote mnalolifanya
pindi umeshaokoka basi umeokolewa tu milele, haijalishi unafanya nini. Na watu wanaamini wa uongo na wanakwenda kuishi katika dhambi, wanajua wameokolewa, naambia fanyeni hivi, na mtu yule anajiuliza, lakini sio sawa. Mimi nimekuambia fanya. Hakuna matokeo yoyote. Hata Mungu hawezi kuadhibu kwa chochote, sababu yeye, kwa sababu ni mimi nakuambia ufanye hivyo. Unawafanya wategemee uongo na unacheza kamari na maisha yako. Unacheza kamari na maisha yako ya milele. Naomba ya kwamba hakuna atakayeendelea namna hiyo. Warumi 15. Warumi 15 mstari wa 4. Kwa maana yote yaliyoandikwa yameandikwa kwa ajili ya kutufundisha, ili sisi kwa saburi kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Tutaishindania imani, tutashindania mafundisho. Hatutaruhusu yeyote kutwaa neno la uzima wa milele kutoka katika maisha yetu na kutoka katika kanisa letu kwa jina la Yesu. Warumi 16 mstari wa 17 anasema, na wasihi waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe nao. Kama unamjua mtu ambaye ana tabia ya kupunguza tunachokisikia kutoka madhabahuni, kama unamjua mtu ambaye ana tabia ya kukujia na kukufundisha uasi na kutokutii na kufundisha kupuuza na kushusha viwango neno la Mungu, anasema waangalie hao, kwani wajui daima wanakuja. Na anasema utawaepuka hao, jiepushe nao, kwa maana sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Yesu Kristo, bali matumbo yao wenyewe, na kwa maneno laini ya kujipendekeza waidanganya mioyo ya watu wanyofu. Hawatakudanganya. Tunakuja katika Waefeso sura ya 5. Waefeso 5 mstari wa 10. Mkihakiki ni nini impendezayo Bwana, wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee. Anatuambia katika waraka wa pili wa Yohana mstari wa 7, kwa maana wadanganyifu wengi, kwa maana kwa ajili ya jina hilo kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani, wasiokiri ya kwamba Yesu Kristo yuaja katika mwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Kuna watu ambao wanaweza kusimama na kuangalia kutaniko na kusoma Biblia, alafu waseme hiki ndicho ambacho Biblia inasema, lakini mimi nasema, alafu nasema jambo tofauti, na wanadhani kwamba wanayo mamlaka ya kuweza kubadilisha neno, kubadilisha aya ya maandiko, na wanafanya hivyo kwa uso wenye ushupavu, kana kwamba ile jina la dhehebu linawapatia mamlaka ya kubadilisha Biblia. Anasema kuna wadanganyifu wengi ambao wametokea duniani. Naomba ya kwamba kama wakikufikia wewe, utawaambia usoni, huko sawa, Biblia ndio iko sawa. Amen. Nzuri kubwa hapo. Amen. Mstari wa 8. Jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mliyoyatenda, bali mpokee thawabu timilifu. Kila apitaye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana Baba na Mwana pia. Mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo,
mafundisho ya imani. Msimkaribishe nyumbani mwenu, wala msimpe salamu, maana yeye ampaye salamu ashiriki kazi zake mbovu. Ashiriki kazi zake mbovu. Sitakuwa mshiriki wa kazi mbovu kwa jina la Yesu. Hebu tusikie amen. Kipengele cha 3 sasa, kung'ang'ania kuhifadhi imani iliyoelezewa na kufafanuliwa katika maandiko. Kung'ang'ania kuhifadhi imani tuliyokabidhiwa watakatifu. Tufanyaje hivyo? Ni namna gani tutakwenda kuhifadhi na kudumisha ile imani ambayo tumepewa sisi? Tunaangalia Zaburi ya kwanza, Zaburi ya 119, Zaburi ya 119, mstari wa 89. Mstari wa 89. Bwana, neno lako limesimama imara mbinguni hata milele. Amen. Imani ile imara mbinguni. Mafundisho imara mbinguni. Njia ya wokovu imara mbinguni. Yale masharti ya wokovu imara mbinguni. Na lile takwa la utakatifu imara mbinguni. Anasema milele, Bwana, neno lako limesimama mbinguni. Kumbukumbu la Torati 4:2. Kumbukumbu 4:2. 4:2. Kumbukumbu 4:2. Msiliongeze neno ni waamurulo. Kwa nini? Wala msilipunguze kwa kuwa liko imara mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu limesimama imara mbinguni, mpate kuzishika amri za Bwana. Kumbukumbu sura ya 12 mstari wa 32. 12:32. Neno ni waagiza lolote, liangalieni kulifanya. Usiliongeze wala usilipunguze. Limesimama imara mbinguni. Usiongeze wala usipunguze, usiondoshe. Mithali 30. Mithali 30 mstari wa 5. Anasema kila neno la Mungu limehakikishwa. Halihitaji kuboreshwa, halihitaji kurekebishwa. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Kiingereza nasema ni safi. Kila fundisho la maandiko ni safi. Yeye ni ngao yao wamwaminio. Usiongeze neno katika maneno yake. Amen. Amen. Usiongeze neno katika maneno yake. Kuna baadhi ya watu ambao wanapenda kudhibiti maisha ya watu wengine kwa kile wanachokiita unabii. Nabii haruhusu watu watulie katika neno la Mungu, wadumu katika neno la Mungu. Hawaachi watu wafanye maamuzi na kusonga mbele katika maisha kwa mafundisho ya neno la Mungu, na daima wanakuja kwa mtu yule, Bwana asema, na watu wanaanza kuogopa. Na hawa watu sasa wanawaambia, nilitoa unabii kwa fulani, hakuamini, na angalia kilichomtokea. Nilitoa unabii na kwa fulani, na hili jambo lingine likamtokea, alikuwa ananitilia shaka, angalia kilichomtokea. Bwana amenituma kwako sasa, na mimi najua kwamba wewe ni mtu wa deeper life, si ndio? Wewe ni mtu wa deeper life, ni watu wa Biblia. Wanataka neno katika maandiko, na wanataka kusema kwamba kama wanataka kuniambia neno liko wapi kwenye Biblia, nalo kuambia ni unabii kutoka katika kiti cha enzi cha Mungu, hutakuta katika Biblia. Lakini kama utatii, na wanakuweka katika hofu, hukumu inakuja juu ya watu hao. Nasema hukumu inakuja juu ya watu hao.
Na unajua hapa tunatumia muda wetu mwingi tu, tunatoka aya kwenda aya, sura kwa sura, na baada ya kuwa tumechunguza maandiko na tumeona ya kwamba hiki ndicho ambacho Bwana amesema, alafu kuna mtu anakungojea huko nje, alafu anakuambia najua Mungu amenituma kwako na nimpake mkeo mafuta tumboni kwa mafuta, na pindi ikitokea hapo ndipo ambapo unaweza ukashika mimba. Na nashangaa kwamba kuna watu ambao wanafanya mambo ya kutisha, wanasema Bwana amenituma kwako kwamba tatizo lilikuwa nao lazima unywe mkojo wako, na ndipo unapokunywa mkojo wako ndipo utakapokuwa huru. Na tulioni hilo katika hilo liko kwenye Biblia yako. Na watu ambao wamekuja hapa Deeper Life kwa miaka mingi na wanasikia neno la Mungu, alafu wanasikiliza uchafu wa namna hiyo ambao watu wanaongeza na kutoa. Hebu Bwana liepushe kanisa zima kwa jina la Yesu. Anasema sura 6, usiongeze neno katika maneno yake, asije akakulaumu ukaonekana muongo. Kama mtu anakufa katika uongo, anaenda wapi? Ziwa la moto, ziwa la moto, ziwa la moto. Angalia Mathayo 24:35. Mathayo 24 mstari wa 35. 24:35. Haya hapa maneno ya Bwana Yesu: mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Amen. Maneno ya Kristo hayatapita kamwe. Tunapaswa kudumu katika neno lile. Nitadumu katika neno la Kristo. Utadumu katika neno hili, wala hutakuwa wa kutoswa huku na kule, hutasukumwa kule na kule kwenda kwenye mafundisho ya uongo. Haijalishi ya kwamba haya mafundisho yanaweza kuwa ya kiasi gani, hutakengeushwa na udanganyifu wa mafundisho hayo. Petro kwanza sura ya kwanza mstari wa 23 anasema mkiokolewa si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika. Mbegu iharibikayo haitawafanya watu waokoke. Mafundisho ya upotovu hayatawaokoa watu, kwa maana mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima lidumulo hata milele. Maana mwili wote ni kama majani, na fahari yake yote ni kama ua la majani. Majani ukauka na ua lake uanguka, bali neno la Bwana ladumu hata milele. Na neno hilo ni neno lile jema lililohubiriwa kwenu. Amen. Sitaongeza, nasema sitaongeza wala sitapunguza. Ufunuo 22. Ufunuo sura 22 mstari wa 18. Kwa maana nawashuhudia kila mtu asikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki, mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamwongezea hayo mapigo yaliyoamriwa, ile adhabu iliyoamriwa, yale maangamizo, ule ukiwa, ule upotevu ambao umeandikwa katika kitabu hiki. Na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya unabii wa kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Je, unaliamini neno la Mungu? Je, unalikubali neno la Mungu? Kama mtu akiondosha kutoka katika mafundisho ya neno la Mungu, anajaribu kuwa mpole kwa wenye dhambi, hataki kuzungumza juu ya toba na urejesho, na anajaribu kuwa mpole mkarimu kwa mtu ambaye ni mwenye mitala, hataki kuzungumza juu ya mke mmoja mume mmoja hadi kifo kitakachotenganisha, anajaribu kuwa muungwana na kupata upendeleo wa Herode. Hataki kusema kwamba haistahili kwako wewe kumchukua mke wa ndugu yako, alafu anachukua kimya kutoka katika neno la Mungu, anaondoa ile kweli ya neno la Mungu. Bwana ataondoa sehemu yake katika kile kitabu cha uzima. Bwana ataondoa fungu lake katika ule mji mtakatifu,
na Bwana ataondoa sehemu yake kutoka katika yale mambo mema na zile baraka ambazo zimeandikwa ndani ya kitabu hiki Biblia. Kama mtu anakufa katika hali hiyo na jina lake limeondoshwa kwenye kitabu cha uzima na jina lake liko nje kabisa ya ule mji mtakatifu, mtu akifa katika hali hiyo, mtu yoyote anaweza akafa wakati wowote ule kwa ajali. Watu wengine wanakufa kwa ajali, na watu wengine wanakufa kwa nyumba kuporomoka, na watu wengine wanakufa kwa namna yoyote ile. Wengine wanakufa kwa hukumu tu ya Mungu. Kuna baadhi ya watu wengine maisha yao yanakatizwa ghafla kwa sababu wamesonga mbele na kufikia hatua ya kutokurejea tena, na Bwana anasema hataki waangamize kanisa lake, hataki wazuie maelfu na mamilioni ya watu wasifike mbinguni. Kwa hivyo anamuondoa mtu mmoja ili kuepusha mamilioni ya watu. Mtu anaweza kafa wakati wote kama akiendelea kuligoshigoshi neno la Mungu. Kama mtu akifa chini ya hasira ya Mungu na hukumu ya Mungu namna hiyo, huyo mtu anakwenda wapi kwa ajili ya milele? Anakwenda ziwa la moto. Naomba ya kwamba hakuna atakaye kwenda ziwa la moto. Bwana anatutaka tuweze kulihesabu neno lake kuwa lenye thamani kubwa na kulihubiri neno kama ambavyo ametupatia, na ametupatia agizo la kushindania imani kwa bidii waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Ile neema ya kutenda hivyo, na ile azma na ile bidii ya kutenda hilo, na ule moyo wa kulitendea kazi, na kule kujiweka wafu na kujitoa kutenda kila wakati, Bwana atamjalia kila mmoja wetu. Wewe hasa Bwana atakujalia neema ya kufanya hivyo. Wewe utafika mbinguni hatimaye. Wewe utatoa wengi kwenda mbinguni, na siku baada ya siku, fursa unapoipata, unatangaza neno la Mungu, na kwa bidii utaishindania ile imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Basi na tunyanyuke, hebu omba moyo wako mzima, omba neema ya Mungu, omba kwa ajili ya nguvu zake Bwana, omba ya kwamba Bwana ile nguvu ya kuweza kusimama Bwana atakwenda kukujalia, na wala hutakuwa na rafiki yeyote ambaye yuko karibu sana ambaye wamuogopa, ya kwamba uwezi kusema naye ile kweli kwa sababu ya rafiki yule. Huyo sio rafiki ambaye anakufanya wewe uende katika njia yako kwenda jehanamu. Huyo sio rafiki ambaye anakufanya wewe usimheshimu Mungu. Huyo sio rafiki anayekutaka wewe upingane na neno la Mungu. Huyo sio rafiki. Usimwogope mtu yoyote. Kama kuna rafiki sampuli hiyo ambaye hakuruhusu wewe kusimama katika Bwana asema na katika ule utimilifu wote wa shauri lote la Mungu, tupilie mbali rafiki yule. Na nimemfukuza kwangu. Nehemia anasema mfukuze kutoka kwako, alafu ukae katika ile neno la Mungu, ili kwamba utafika mbinguni hatimaye katika ile siku ya mwisho. Hebu kusiwe na kitu chochote cha kukengeusha, kusiwe na kitu cha kukusumbua. Azimu moyoni mwako, fungua kinywa chako, sema na Bwana kama maombi. Mwambie Bwana ya kwamba mimi hapa, Bwana, nitakwenda kusimama katika neno la Mungu, na hakutakuwa na mdanganyifu yeyote, hakuna mkengeushaji, hakuna yeyote atakayenizuia katika kusimama hata katika ile neno la Mungu mpaka mwisho, kwa bidii, kwa uhodari, na bila kuyumba na bila ya kukubaliana. Utataka kuitetea ile kweli, utataka kuhubiri ile kweli ya neno la Mungu, utataka kusema Bwana, mimi hapa Bwana, nitakwenda kuwa wa kutegemewa, nitakwenda kuwa mtu Bwana wa kutumainiwa. Baba, nitakwenda kuwa mtu mwaminifu, na kwa bidii na kwa ujasiri na kwa kushawishika, kwa bidii na kwa makusudi, mimi nitaishindania ile imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Kwa hivyo fungua kinywa chako, mwambie Bwana, sitakwenda kukubaliana. Hakuna atakaye kufukuza kutoka katika huduma, na hakuna mtu yeyote atakaye kukamata mawazo yako, na kamata mapanzi yako, na kukamata mashauku yako, matashi yako, na huwezi kushindania imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Ukawa mnyonge, ukawa mdhaifu, hapana. Utaitetea imani, utadumu katika ile kweli, na utawashawishika na ile imani, na utaishi kulingana na neno la Mungu ambalo amekukabidhi mkononi mwako. Hutakuwa wa kukubaliana, hutaruhusu yeyote hapa, hutaruhusu yeyote kule mbali. Mtu ambaye ni anaitwa ni rafiki, ni aina ya adui na mtishaji, mtu ambaye ni tesi, mtu ambaye anataka kukufanya uwe dhaifu, akufanya kusalimu amri, na kufanya uondoke katika msimamo wako, na kukufanya
ukubaliane katika ile neno la Mungu, utasimama. Mwambie Bwana nitasimama. Mwambie Bwana nitasimama. Nitasimama. Lazima usimame. Mwanamume lazima usimame. Mwanamke lazima usimame. Na kwa moyo wako wote, kwa maisha yako yote, utaitetea hili neno la Mungu ambalo tumekabidhiwa, na hutaruhusu chochote ambacho dunia inakuahidi. Hutaruhusu chochote kile ambacho yeyote anajaribu kukiondoa kutoka kwako. Hutaruhusu yeyote kukufanya ukubaliane. Wewe utalidumisha lile agizo. Utakubaliana na agizo lile kwa bidii. Kwa bidii utashindania ile imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Ni kwa hivyo tu unaweza kuwa na kibali mbele za Bwana. Ni kwa hivyo tu unaweza ukafika mbinguni hatimaye, pasipo kusimama, pasipo kushindana, na pasipo kwa uthabiti kudumu katika ile imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Wewe waweza ukakosa mbingu. Huu ndio wakati kwa wewe kuweza kuwa nayo neema ya Mungu. Huu ndio wakati wa kuwa nazo nguvu. Huu ndio wakati wa kuwa na uti wa mgongo. Huu ndio wakati wa kumwambia Bwana, Bwana nitasimama. Bwana nitasimama. Na Hanania anaweza akanikabili, nitasimama. Mkubalianaji anaweza kunikabili, nitasimama. Yeyote anaweza kuthubutu kuniondosha kutoka katika msimamo wangu, nitasimama. Mwambie Bwana nahitaji neema ya kusimama kwa mafundisho yote ya neno la Mungu. Unahitaji neema ya kusimama na kuendelea kutangaza na kuendelea kuhubiri na kuendelea kusisitiza ya kwamba hii ndio njia, enendeni katika hiyo. Na hii ndio njia. Waonyeshe wenye dhambi ile njia. Waonyeshe wateule ile njia. Waonyeshe watu wa Mungu ile njia. Hii ndio njia, enendeni katika hiyo. Usiwaruhusu wakugeuze kushoto au kulia. Hebu wawe na lengo katika ile njia yao kwenda mbinguni, ili kwamba kunako siku ile ya mwisho wafu katika Kristo watakapofufuliwa, na watakatifu watakapokuwa wamekufa katika Bwana watafufuliwa, na sisi ambao tuko hai tutanyakuliwa na kuwa pamoja na Bwana milele. Mwambie Bwana nitakuwa mmoja wao. Mwambie Bwana sitakosekana wakati watakatifu watakapokuwa wakiingia. Hayo maombi yatajibiwa kama ukiazimu na kujiweka wakfu mwenyewe, liwalo na liwe. Na Bwana mimi nitashindania kwa bidii ile imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu. Mwambie Bwana nitashindania. Mwambie Bwana nitashindania imani ile kwa bidii. Nitashindania kwa bidii, kwa shauku na kwa kukumaanisha, na bila kukubaliana, na kwa ujasiri. Bwana nitasimama. Nitatangaza ile neno la Bwana katika kila fursa ninayoipata, katika mahali pangu nilipo nitatangaza. Hapa nilipo makao makuu nitatangaza, na popote pale niko peke yangu nitatangaza habari njema. Wakati wakiwa watu wengine, Bwana nitatangaza kwa bidii, tukishindania ile imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja tu.